Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaongeza juhudi za kuanzisha mfuko wa kusaidia na kuendeleza jeshi la FARDC kuanzia bajeti ya mwaka 2027. Watu wawili wapatikana wamefariki dunia kufuatia ajali ya mtumbwi katika ziwa Tanganyika, huko juhudi za kumtafuta mwathirika mmoja zikiendelea. Na katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mtoto mmoja auawa na wanawake wawili kujeruhiwa vibaya baada ya watu wenye silaha kuvamia raia waliokuwa wakielekea sokoni katika barabara ya Mweso Bweru. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na mimi ni mtangazaji wako Idi George. Karibu uendelee kuwa nasi kwa taarifa kamili za habari za leo. Vile kwenye taarifa ya habari hii tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa huko kabisa kumwisho kwa habari. Karibu. Tuanze na habari kutoka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi katika eneo la Mweso mkoani Kivu Kaskazini baada ya mtu mmoja kupoteza maisha na wengine wawili kujeruhiwa vibaya katika shambulio la watu wenye silaha. Tukio hilo limetokea Ijumaa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la Nguru lililopo kwenye barabara inayounganisha Mweso na Bweru ndani ya groupment ya Bashali Makoto. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu wa karibu na waathirika, wanawake kadhaa walikuwa wakielekea katika soko la Mweso kwa shughuli zao za kila siku walipovamiwa ghafla na kundi la watu wenye silaha waliokuwa wakiweka mtego kando ya barabara. Mashuhuda wanasema washambuliaji au walifyatua risasi ovyo kuelekea kwa wanawake hao. Katika tukio hilo, mtoto mmoja alipigwa risasi na kufariki dunia papo hapo kutokana na majeraha aliyoyapata. Wanawake wawili ambao ni wakazi wa eneo la Bweru walijeruhiwa vibaya kwa risasi. Walikimbizwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Mweso ambako wanaendelea kupatiwa matibabu. Mmoja wa watu wa karibu na waathirika amesema walifanikiwa kuwafikisha majeruhi hospitalini, lakini kwa masikitiko makubwa mtoto mmoja alipoteza maisha kabla ya kupata msaada wa kitabibu. Eneo la Nguru lililo karibu na Kanyangohe limeendelea kutajwa kuwa miongoni mwa maeneo hatari kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi ya uhalifu wenye silaha. Wakazi wanadai kuwa kundi hilo linaongozwa na mtu anayejulikana kwa jina la Kayafa ambaye anadaiwa kuhusika na vitendo vya uhalifu vinavyojirudia katika maeneo ya Nguru na Rugarama. Kwa mujibu wa taarifa za wenyeji, ndani ya kipindi cha takriban wiki 3 zilizopita, watu wasiopungua 6 walijeruhiwa katika mashambulizi yanayofanana kama matukio haya yaliyotokea siku ya juzi. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za usalama kuimarisha operation za kuwasaka wahalifu na kurejesha usalama katika eneo hilo ili wananchi waweze kufanya shughuli zao za kila siku bila hofu ya kushambuliwa. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi kuhusu kukamatwa kwa washambuliaji huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira kamili ya tukio hilo. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari, na tutaendelea kufuatilia mwendeleo ya tukio hili ili tuwajuze nini kinachoendelea huko katika eneo la Kivu Kaskazini. Tubaki tu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wawili wamepatikana wakiwa wamefariki dunia baada ya ajali ya mtumbwi uliotokea katika ziwa Tanganyika karibu na eneo la Lunangwa wilayani Moba katika mkoa wa Tanganyika huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali hiyo ilitokea Jumatano tarehe mosi Julai mwaka 2026 wakati vijana wanne walipokuwa wakivuka ziwa kwa kutumia mtumbwi uliokuwa umebeba mzigo wa mahindi yaliyokuwa yamepelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka eneo la tukio, mtumbwi huo ulipinduka katika safari kutokana na kile kinachodaiwa kuwa ni upangaji usio sahihi wa mzigo, hali iliyoufanya kupoteza mwelekeo na hatimaye kuzama. Katika ajali hiyo, kijana mmoja pekee alinusurika baada ya kufanikiwa kuogelea hadi ufukweni. Vijana wengine 3 walitoweka ndani ya maji. Inaelezwa kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha walikuwemo vijana wawili walitokea eneo la Fube.
Baada ya juhudi za uokoaji zilizodumu kwa siku mbili, miili ya watu wawili ilipatikana Ijumaa tarehe 3 mwezi wa 7, huku shughuli za kuwatafuta waathirika wa mwisho zikiendelea. Tukio hili limewaacha wakazi wa eneo hilo katika huzuni kubwa, huku likikumbusha hatari inazowakabili wasafiri wanaotumia ziwa Tanganyika, hasa pale ambako vyombo vya usafiri vinapobeba mzigo au abiria kupita kiwango kinachoruhusiwa na bila kuzingatia taratibu za usalama. Wakazi wa eneo hilo pamoja na wadau mbalimbali wamezitaka mamlaka husika kuimarisha ukaguzi wa vyombo vya usafiri majini, kuhakikisha sheria za usalama zinazingatiwa na kutoa elimu kwa wamiliki wa mitumbwi ili kupunguza ajali zinazowagharimu maisha ya wananchi. Mpaka sasa operation za kumtafuta mwili wa mwisho bado inaendelea, huku familia za waathirika zikiendelea kusubiri taarifa zaidi kuhusu mpendwa wao. Hiyo ndio ilikuwa habari kutoka katika eneo la Tanganyika, mashariki kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tubaki tu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza juhudi mpya za kuimarisha uwezo wa jeshi la taifa FARDC kupitia maandalizi ya kuanzisha rasmi mfuko wa kusaidia na kuendeleza vikosi vya ulinzi vinavyotarajiwa kuanza kufanya kazi katika bajeti ya mwaka 2027. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi wa Taifa na masuala ya wastaafu wa vita, mfuko huo ulianzishwa kwa amri ya rais na umewekewa msingi wa kisheria kupitia sheria ya upangaji wa kijeshi ya mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Lengo lake ni kukusanyisha rasilimali za ziada zitakazosaidia kuboresha uwezo wa vikosi vya ulinzi vya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hatua ya utekelezaji wa mpango huo, mkuu wa ujumbe wa uhamasishaji Jenerali wa Brigadi Muzala Ilunga Jedone amewasilisha ripoti ya kazi yake kwa naibu waziri mkuu wa waziri wa ulinzi wa taifa pamoja na masuala ya wastaafu wa vita Gui Kalombo Mwadiamvita. Ripoti hiyo imeeleza kuwa ujumbe huo ulifanya mazungumzo na taasisi mbalimbali za serikali kwa lengo la kutambua vyanzo vipya vya mapato vitakavyochangia mfuko huo. Kwa mujibu wa General Muzala, taasisi nyingi zimeonyesha utayari wa ushiriki katika mpango huo, lakini kumeomba kupokea maelekezo rasmi kutoka Wizara ya Ulinzi kabla ya kuanza utekelezaji. Maafisa hao wamefikiri kuwa bado kuna changamoto katika mazungumzo ya kuamua kiwango cha mapato kitakachotengwa kwa ajili ya mfuko huu. Kutokana na hali hiyo, waziri wa ulinzi amesema swala hilo litawasilishwa mbele la baraza la mawaziri ili kupata maamuzi yatakayorahisisha utekelezaji wa mfuko huu. Kwa upande mwingine, Wizara ya Bajeti pamoja na Bunge la Taifa zimependekeza kutafutwa vyanzo vipya vya mapato vitakavyoongeza uwezo wa mfuko huu. Mapendekezo hayo yametarajiwa kujadiliwa kabla ya kuingizwa katika muswada wa sheria za fedha wa mwaka wa 2027. General Muzala amesema kuwa kutokana kwanza kwa kazi ya kamati ya bajeti mwishoni mwa mwezi wa 7, timu yake inaongeza kasi ya mashauriano ili kuhakikisha mapendekezo yote yanakamilika kwa wakati na kujumuishwa katika bajeti ijayo. Mfuko wa kusaidia na kuendeleza vikosi vya ulinzi vya FARDC ni taasisi ya umma yenye mamlaka ya kisheria pamoja na uhuru wa kiutawala na kifedha. Utakuwa chini ya usimamizi ya moja kwa moja wa Wizara ya Ulinzi wa Taifa. Mamlaka zinaeleza kuwa kuanzishwa kwa mfuko huo kunalenga kuimarisha uwezo wa jeshi la taifa wakati ambako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohusisha waasi wa M23 na mzozo unaohusisha na nchi ya Rwanda. Mfuko huo unatarajiwa kukusanya michango kutoka kwa serikali, huku serikali za majimbo, mamlaka za mitaa, makampuni za umma na binafsi, washirika wa maendeleo pamoja na wananchi ili kuhakikisha FARDC inapata rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa taifa. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi ni kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu.
Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo waombolezaji wameanza kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika msikiti mkuu wa Mosalla mjini Tehran. Khamenei aliuawa mwanzoni mwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Mwili wa Khamenei utalazwa katika msikiti huo wa Mosalla kwa siku 3 ili umma utoe heshima zao za mwisho, pamoja na ndugu wa familia yake akiwemo binti yake na mke wa kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei. Siku kadhaa za ibada za mazishi na misafara barabarani zimepangwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq, zikitamatishwa na mazishi yake katika mji wake wa nyumbani wa Mashhad Alhamisi ijayo. Wakuu kadhaa wa nchi na maafisa wa serikali kutoka zaidi ya nchi 100 akiwemo waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif wanatarajiwa kuhudhuria. Ali Khamenei alikuwa kiongozi aliyedumu kwa muda mrefu zaidi nchini Iran, akitawala kwa miaka 36 na miezi 6. Vijana wa Kiirani wengi hawajawahi kushuhudia maisha bila Khamenei kuwa madarakani. Wakati wake mamlakani uligubikwa na maandamano ya mara kwa mara nchi nzima. Maandamano ya hivi karibuni zaidi yakiwa Januari 2026 yaliyochochewa na kuporomoka kwa uchumi wa Iran. Aidha pia kulikuwa na msako mkali uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 6,000 kwa mujibu wa shirika moja la kutetea haki za kibinadamu Harana. Shirika hilo pia linachunguza vifo vingine zaidi ya 17,000. Mwanawe Mojtaba Khamenei alichukua mahali pake uongozini na bado hajaonekana hadharani tangu awe kiongozi mkuu. Mwandishi wa BBC Monitoring Nico Kelbakiani anaangazia ikiwa hali hiyo inaweza kubadilika. He was appointed several days after. Aliteuliwa siku chache baada ya baba yake kuuawa katika siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini hajaonekana hadharani tangu wakati huo. Amekuwa akitoa taarifa kupitia maandishi tu na hakuja kuwa na sauti, video au picha yoyote kumhusu inayoweza kuthibitishwa tangu kuteuliwa kwake. Hata kabla ya uteuzi wake, alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya baba yake, lakini majukumu yake halisi hayakujulikana. Inasemekana alijeruhiwa siku hiyo ya kwanza wakati wa shambulio kwenye makazi ya baba yake. Na bila shaka hilo labda ndilo swali kuu. Kwa hiyo tutaona ikiwa Mojtaba Khamenei ataonekana, lakini sherehe hizi zitadumu kwa wiki nzima. Na mamlaka za Iran pamoja na vyombo vya habari vimejikita zaidi katika kuonyesha hii kama ishara ya umma kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kiislamu, na wanasema wanatarajia takriban watu milioni 20 kuhudhuria sherehe hizi. These ceremonies. Tuelekee barani Afrika sasa. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu ameiomba mahakama ya rufaa jijini Dar es Salaam iamuru mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kutokana na usumbufu wa siku 139. Kesi yake ilisimama tangu mwezi Februari na Lissu anasema hiyo ni mbinu ya serikali ya kuchelewesha kesi ili aendelee kusota rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja. Lissu anasema tayari ametimiza mwaka mmoja na miezi 3 tangu akamatwe kwa tuhuma za uhaini. Wakati huo huo, mahakama ya rufani ilitarajiwa kutoa uamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili Lissu. Igan Sala alikuwa mahakamani na kututumia ripoti ifuatayo. Baada ya kusimama kwa siku 139, shauri linaendelea tena. Alipoingia mahakamani kama kawaida, alionekana mwenye hari, nguvu na mchangamfu. Baada ya majaji kuingia, malumbano ya kisheria ya mawakili wa serikali na Lissu yakashika hatamu. Waleta maombi wanadai mahakama kuu haikuwatendea haki kwa kutomsikiliza shahidi wao wa nyongeza, na kuwa mahakama kuu ilitoa maamuzi hayo bila kuzingatia vigezo vyote vitatu vya uhakiki wa mashahidi mahakamani. Kwa Lissu, yeye alikanusha na kusema waleta maombi walipewa muda na kuwa maombi hayo ni batili na yenye nia ya kupoteza muda ili aendelee kusalia rumande. Wakili wa Chadema anasema baada ya hatua hii ya leo, mahakama hiyo ya rufani itatoa maamuzi. Itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi, itaishia tu hapo. Lakini kiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada hapo akasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi, basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini,
tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Kwa upande wa chama chake cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wanaendelea kudai kesi hii kufutwa. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, mwaka mmoja na miezi mitatu. Inatosha, kesi hii iondolewe mahakamani. Baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema walionekana na mtindo mpya wa nywele kama alionao Lissu. Na kabla ya kuondoka mahakamani, Lissu alisikika akimuuliza mmoja wa viongozi wa chama hicho kuwa mbona ye nywele zake zisafi? Je, hakuwa amelielewa somo? Mtindo huu wa nywele una maana gani? Egan Sala, BBC, Dar es Salaam. Tusalie barani Afrika. Serikali ya Uganda imewarejesha nyumbani jumla ya raia 273 kutoka Afrika Kusini kufuatia hofu inayoongezeka ya chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Mpango huo umegharamiwa na serikali ya Uganda na unakuja baada ya Rais Yoweri Museveni kuagiza mamlaka husika kuwarejesha nyumbani Waganda wanaotaka kuondoka Afrika Kusini. Ripoti kamili na Shoaib Ibrahim akiwa Kampala. Kundi hilo liliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda usiku wa kuamkia leo Ijumaa, likitumia ndege ya shirika la Uganda Airlines. Hii ni awamu ya kwanza ya raia wa Uganda kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini, na walilakiwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe na kaimu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Haruna Kasolo, ambaye amesisitiza kuwa serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba raia wake walio huko Afrika Kusini wanarejeshwa nyumbani nchini Uganda wakiwa salama. Serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, idara ya kuwashughulikia raia wanaoishi ughaibuni na mashirika mengine husika, imeweka mbinu ya kuwasaidia kuanza maisha mapya hapa. Uchumi wa Uganda unakuwa na hamkufanya makosa yote mlipoamua kwenda nchini Afrika Kusini kutafuta fursa kubwa zaidi. Rais Yoweri Kaguta Museveni aliagiza kuwa gharama zote za shughuli hii zilipwe kikamilifu na serikali ya Uganda. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, zaidi ya Waganda 700 wamejisajili kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini. I nearly lost my life. Nusra nipoteze maisha yangu. Niliamua kukimbilia mafichoni mjini Rustenburg, kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini. Tumepitia katika hali mbaya, hali ya kuteswa. Majumba mengi yameteketezwa moto, lakini cha muhimu ni kwamba tuko hai. Takwimu za ubalozi wa Uganda uliopo mjini Pretoria zinaashiria kwamba zaidi ya Waganda 90,000 wanaishi nchini Afrika Kusini. Na hadi kufikia sasa, ubalozi huo unasema zaidi ya watu 500 wameidhinishwa na mamlaka za Afrika Kusini kurejea nyumbani. Uganda imejiunga na mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Ghana na Nigeria katika mpango wa kuwarejesha raia wake kwa hiari wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia wimbi jipya la maandamano na ghasia dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali huko Afrika Kusini. Shoaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha niende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni wakati tunaletea habari sahihi na za kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya kesho na saa 11 asubuhi na dakika 45. Asante, chao.